Leo kesi ya maarufu kama ya tume ya Jaji Chande ya uchunguzi wa matukio tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na baada ya Oktoba 2025 maamuzi yametoka mbele ya Jaji Amini Awamu Mbagwa na ametupilia mbali maombi hayo ambayo kimsingi waleta maombi ambao wako hapa nyuma yangu hapa walikuwa na hoja za msingi juu ya mamlaka ya rais katika kuteua tume ya Jaji Chande ambayo inachunguza matukio ya 29 Oktoba 2025. Na hoja ambazo tulizungumza huko awali ilikuwa ni uhalamu wa maamuzi, kwamba tume haikuwa wajumbe wa tume hawakuapa, lakini vile vile kulikuwa hakuna hoja ya moja kwa moja au jina la moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba watu wanaelewa, yani kuna vagueness ya kazi ya tume. Wao mamlaka ya uteuzi inasema kwamba tume imeundwa kwa ajili ya kuchunguza matukio ya 29, lakini sheria inasema lazima uspecify ni kitu gani kimetokea au kitu gani ambacho unaenda kukifanyia kazi. Lakini sisi tusubmit mahakamani kwamba kuna tume itakiwa izungumze au rais atakiwa aseme kwamba tume inaenda kuchunguza mauaji ya tarehe 29, tume inaenda kuchunguza uharibifu wa mali za umma na mali binafsi ya tarehe 29 na watu kupotea na kutekwa. Lakini mahakama imeweza kutupilia mbali hoja hizo, na baada ya kutupilia mbali tumeshazungumza na wateja wetu hapa, ni kwamba wametupa ruhusa sasa ya kwenda kukata rufaa mahakama ya rufani. Na kimsingi tunaheshimu uamuzi wa mahakama, lakini hatujaridhika nao na tuna haki ya kutoridhika nao, lakini ni uamuzi ambao umetolewa na mahakama, tunaheshimu. Kwa hiyo tumepokea vile vile ruhusa ya kuweza kukata rufaa. Pengine ukiacha kwamba imetupilia mbali, mahakama imesema nini? Kwa sababu baada ya shaka imetupilia mbali, kuna hoja ambazo mahakama imewaeleza kwamba hapa pakuwa sahihi kwenye hoja zenu na hapa sahihi ulikuwa hivi, baada ya kupitia na kulilisha hoja za pande zote. Tulikuwa kuna hoja ya kuhusu uhuru wa tume. Tulisema kwamba tume sio huru kwa sababu imecompose au imeundwa na watu ambao ni wastaafu wa serikali, watumishi wa umma ambao umri wao ni zaidi ya miaka 60. Sasa mahakama imesema kwamba sio lazima wajumbe wa tume wawe ni watu ambao wana compose au inajumuisha taasisi zingine kama TEC, BAKWATA. Mahakama imesema hivyo. Lakini vile vile tulikuwa tunahoja kwamba tume ina sura ya kiupendeleo, kwamba wajumbe ukiwaangalia jinsi walivyo, kuna wajumbe ambao kimsingi wakati matukio yanatokea walikuwa na vyeo. Kwa mfano Stergomena Tax alikuwa ni waziri wa ulinzi, na tunafahamu kwamba yaliyotokea tarehe 29 yalikuwa yanahusisha vyombo vya ulinzi, aidha kwa uzembe yaliyotokea na mambo namna hiyo. Sasa kwa mantiki hiyo, kitendo cha kuwepo wajumbe ambao kimsingi wana maslahi au kwa sura yake tu inaonekana kama kuna upendeleo, kimsingi ilikuwa ni hoja ya wateja wetu, lakini mahakama imesema hiyo haiathiri muundo wa tume wala utendaji wa tume. Na jambo lingine tuliongea kwamba mahakamani kwamba tume yenyewe ukiangalia kwa muundo wake vile vile au mamlaka ya rais katika kuunda hiyo tume yalikuwa hayako very clear, katika maana kwamba kulikuwa hakuna muonekano ambao hata raia anayeiangalia hiyo tume anaweza kusema inaweza katenda haki. Katika mazingira hayo, jaji amesema tume sio sehemu ya watu kupatia ajira. Sasa sisi tumekubaliana na uamuzi wa mahakama, lakini mwisho wa siku tunaheshimu uamuzi wa mahakama, lakini mwisho wa siku tunakata rufaa. Kuna hoja hapo imejitokeza mahakamani kwenye hoja zenu kuhusiana na taarifa ya tume kuwa gazetted wakati ule na nyinyi mliweka kwenye hoja zenu, lakini na mahakama imekuja kufafanua. Unaweza kuwapitisha kidogo wa Tanzania wafahamu nini ambacho kilitokea kwenye swala la taarifa ya tume kuwa gazetted na kile ambacho mahakama imesema? Kilichotokea ni kwamba tulileta hoja mahakamani kwamba wajumbe wa tume walitakiwa wale kiapo, na hata upande wa pili, kwa maana upande wa serikali, hiyo hoja hawakujibu vizuri, lakini kisheria ni kwamba ili tume ianze kazi lazima wape. Kwa hakuna ushahidi ule kuja mahakamani hapa kwamba hao wajumbe wa tume walikula kiapo. Sasa jaji amesema hiyo sio hoja ya msingi, kwa sababu tunachoenda kupeleka mahakamani au mahakama inachotakiwa kufanya kazi sio wao kuapa, kwa sababu sehemu ya kuapa ni operation au ni sehemu moja hapo wao kufanya kazi. Kwa hiyo sio hoja ya msingi katika shauri hili. Kwa sasa maana yake kwa sasa mnawaambia nini Watanzania wakati ambao wateja wenu wamewapa ruhusa ya kwenda mahakama?
Kimsingi wawe na subira, tutakata rufaa, haki tena kutendeka mahakama rufani. Mimi naitwa wakili Ferdinand Makore, ni wakili wa mahakama kuu, lakini pia nilikuwa nawakilisha chama cha mawakili Tanganyika ambaye alikuwa ni mshtakiwa namba 10 kwenye hii kesi ambayo leo imeamriwa na Mheshimiwa Jaji Awamu Mbagwa. Sisi tutaongea kwa kifupi sana. Namba 1, hatujakubaliana na maamuzi ya Mheshimiwa Jaji Mbagwa kwa sababu hoja kubwa aliyoitoa Mheshimiwa Jaji ni kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 3 cha sheria ile ya uteuzi wa makamishna, the Commission of Inquiries Act, yeye anadai kwamba kile kifungu hakijasema aina ya jina ambalo president anavyounda ile tume anapaswa kuita. Kwa hiyo rais alikuwa na mamlaka ya wazi kabisa ambayo hayana kikomo kuweka jina lolote ambalo angependa yeye kuita, lakini mbili anasema kile kifungu pia hakimlazimishi rais yani hakijampa sifa ya wajumbe, yani ni aina gani ya wajumbe ambao anapaswa kuwachagua, na kwamba maoni ya waleta maombi yalikuwa ni maoni yao tu ambayo hayakuwa na msingi wa kisheria, kwamba wao wanasema kwa nini hakuwajumulisha kundi fulani, kwa nini hakujumulisha labda vyama vya kijamii, vyama vya kitaaluma kama chama cha mawakili Tanganyika, vyama vya kidaktari. Yeye anasema kwa sababu sheria yenyewe haijamlazimisha kutafuta sifa, alikuwa na uhuru wa kuleta aina yoyote ya wajumbe. Kwa hiyo kitendo cha Mheshimiwa President kuwateua hawa ambao wanaitwa wastaafu ilikuwa ndani ya kifungu cha 3 cha sheria ya Inquiries Commission Act. Sasa hoja ambayo sisi tunadhani kwamba haikujibiwa vizuri na mahakama ni kwamba waleta maombi walikuwa wana challenge illegality, yani uharamu. Uharamu wa nini? Uharamu wa ile tume iliyoundwa, si ndio? Hasa kwenye ule uharamu wao wanasema kwamba ili uweze kupata tume ambayo iko halali kisheria ni lazima tume ile itangazwe kwenye gazeti la serikali. Hiyo ndio hoja ya msingi, itangazwe kwenye gazeti la serikali. Sasa kilicholetwa na serikali kwenye majibu yao ilikuwa ni kwamba wameleta gazeti ambalo linaonekana limetangazwa siku ya Alhamisi tarehe 20 ya mwezi Novemba. Sasa hoja ya waleta maombi ambayo iliungwa mkono na chama cha mawakili ni kwamba kwa mujibu wa sheria za nchi hii, magazeti ya aina yote ya serikali ni lazima yatangazwe siku ya Ijumaa. Hiyo ni kwa mujibu wa kifungu cha C27 cha sheria ya Public Service, Standing Order for Public Service ya mwaka 2009. Lakini kiukweli ukisoma maamuzi yote ya Mheshimiwa Jaji, hiyo hoja hajaiamulia hiyo hoja kabisa, ameacha na hajasema kama ni kosa au si kosa kutangaza siku ambayo si ya Ijumaa, kwa maana ya siku ya Alhamisi kama ambavyo imeletwa mahakamani. Hoja ya pili ilikuwa ni hoja ya kama wajumbe wale walikula kiapo. Ukisoma sheria kifungu cha 7 kinalazimisha kwamba ili waanze sasa kufanya majukumu yao ambayo wameteuliwa na mteule wao ni lazima wajumbe wale kiapo. Sasa ukisoma yale majibu ya serikali hawakuweza kuambatanisha fomu za viapo, kwa sababu sheria imeshatoa kule kwenye schedule, kwenye majedwali, fomu ambazo wajumbe wakishateuliwa tu wanapaswa kuzijaza kama sehemu ya viapo vyao. Sasa ile ukisoma yale majibu ya serikali, hizo fomu hazikuletwa, na ilikuwa ni hoja ya waleta maombi kwamba kwa sababu fomu hazipo, hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba hawa wajumbe kweli walikula kiapo. Sasa sisi tunadhani kama chama cha mawakili tunadhani hoja zetu ambazo tuliziraise kwenye kesi hii hazijajibiwa na Mheshimiwa Jaji, na kwamba tutazungumza na ile bodi ya chama cha mawakili Tanganyika kwa maana ya wajumbe wa baraza, kama watakubali basi tutaungana na waleta maombi katika kuprosecute hiyo rufaa ambayo wanategemea kuifanya hapo baadaye.